Tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwanza nikiri kwamba ni ukweli usiofichika kwamba wakulima wa pamba kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kupewa baadhi ya viwadudu vikiwa substandard, vikiwa chini ya kiwango. Na sisi kama Wizara ya Kilimo tumeamua kwamba katika msimu wa mwaka huu ambao sasa hivi wakulima wamelima, viwadudu vyote vitakavyosambazwa, msambazaji atasaini mkataba wa quality assurance ambao pale ambapo atapeleka kiwadudu ama dawa itakuwa na tatizo la ubora, atakuwa head responsible na kushtakiwa kwa uhujumu uchumi, kwa sababu kile ni kitendo cha kuhujumu uchumi wa mkulima na taifa kwa ujumla. Lakini mbali na hapo, tumewataka wasambazaji wote ambao wataingia makubaliano ya kusambaza dawa hizi wahakikishe wana provide extension services, kwa sababu si sahihi kwenda kudampu dawa katika godown bila kushiriki katika zoezi la kutoa elimu ya usambazaji na elimu ya upulizaji wa dawa. Kwa hiyo usambazaji katika msimu huu utaendana pamoja na makubaliano juu ya swala la ubora, na yoyote atakayesambaza dawa ambayo itakuwa chini ya ubora atachukuliwa hatua za kisheria, na business as usual katika swala la dawa haitokuwepo. Kuhusu swala la ushirika, Mheshimiwa Spika, kwanza kuhakikisha ushirika unajengwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na serikali iliyoko madarakani inasimamia utekelezaji wa ilani iliyoko madarakani. Ni sahihi kwamba kumekuwepo na viongozi ambao si waaminifu wa ushirika, na tatizo hili Mheshimiwa Spika si tu unasababishwa na ushirika, lakini vile vile wapo baadhi ya wanunuzi wa pamba, na wewe na Mheshimiwa Msukuma anawajua na sisi wote tunajua kwamba wanafanya mchakato wa kuvuruga mfumo ili waweze kubenefit. Na sisi kama serikali tumeamua safari hii, kwanza ushirika haununui pamba, anayenunua pamba ni mfanyabiashara binafsi. Tunachokifanya ni kwamba tunatumia ushirika na vyama vya msingi ili wakulima waweze kukusanya pamba yao sehemu moja, na kupitia ushirika kudhibiti swala la ubora ambalo linaathiri zao la pamba katika soko la dunia. Msimu huu haujasababishwa matatizo yake na ushirika. Msimu huu bei ya pamba imekumbwa na tatizo katika soko la dunia, na msimu ujao kutakuwa hakuna malipo ya cash. Watatakiwa wawe na bank account. Vyama vyote vya msingi vitakuwa na bank account, na wafanyabiashara wote watalipa fedha za wakulima kupitia bank account. Na hivi tunavyoongea, benki ya CRDB na benki ya NMB wanazunguka vijijini kuwafungulia wakulima wa pamba akaunti bila gharama, akaunti zao bure, ili msimu ujao tusikumbane na matatizo yaliyotokea katika msimu huu. Lakini niwaombe waheshimiwa wabunge na nyinyi mshiriki katika swala la kuhakikisha AMCOS, ngazi za AMCOS, viongozi wanaopatikana. Je, tuangalie hapo wanaolima pamba. Mheshimiwa Ndasa, nilikuona. Nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Swali langu ni dogo sana, kwa sababu sasa wakulima wa pamba tayari wameshalima pamba yao, lakini tatizo hapo hivi sasa hakuna viwadudu ambavyo vimeshapelekwa mpaka sasa. Bwana Waziri, na wewe unajua wewe ni champion wa pamba, ni dawa za kuua wadudu zitapelekwa kwa wakulima wetu wa zao la pamba? Majibu ya swali hilo kwa kifupi ni lini? Naibu Waziri Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo nataka nimjibu Mheshimiwa Ndasa Seneta kama ifuatavyo. Hivi sasa tunavyoongea, usambazaji wa viwadudu umeanza katika maeneo ambayo wakulima walianza kulima mapema mwezi Oktoba, katika baadhi ya wilaya za mkoa wa Geita ambao walitangulia kuanza kulima. Mpaka sasa tumeshasambaza chupa 900,000 na zoezi la usambazaji linaendelea. Lakini kutokana na kalenda, tutahakikisha kwamba kwa mujibu wa kalenda wakulima wanatakiwa kupulizia mara ya pili kuanzia tarehe 15 Februari. Tunahakikisha kwamba wakulima wote watapata dawa kwa wakati. Ndani ya serikali na bodi ya pamba mchakato unaendelea, na taasisi za fedha zimeshajitokeza kuhakikisha kwamba dawa zinapatikana. Lakini tumie bunge hili kuomba
Mheshimiwa Spika, kilimo cha pamba kwa miaka yote kimeendelea kutegemea mgongo wa serikali. Pamba ni zao ambalo limelimwa kwa muda mrefu likitegemea kubebwa na serikali. Niombe na nitumie nafasi hii, umewadia wakati wa zao la pamba kusimama lenyewe. Dawa ziuzwe katika maduka kama wakulima wengine wanavyopata, mbegu zipatikane, na sisi kama serikali tunajenga huo mfumo ili bidhaa hizi zisiwe tena mpaka zitegemee intervention ya serikali. Na tumekubaliana hakuna dawa ya bure, hakuna mbegu ya bure. Nitumie bunge hili kulisema hili wazi. Vikao vya wadau tumekubaliana wakulima wanakopeshwa mbegu na wameshakopeshwa, wamelima, watakopeshwa safari hivi watilifu, na mwisho wa msimu kila mkulima atakatwa shilingi 150 ili kulipia mbegu waliokopeshwa safari hii, jumla ya tani 24,000, na viwadudu na viwatilifu watakavyokuwa wamekopeshwa katika kipindi hiki cha kupulizia dawa. Kwa hiyo nimtoe hofu, kuanzia tarehe 15 wakulima watakuwa katika nafasi. Mheshimiwa Kuchauka, nilikuwa na mbunge Liwale, swali fupi sana kwa Wizara ya Kilimo. Usikiki Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kuuliza swali la nyongeza. Awali yote nitoe pole kwa wananchi wa nchi nzima hii ambao wanashughulika na mambo ya mafuriko, hasa wa wilaya yangu ya Liwale na mkoa wa Lindi. Nawapa pole sana, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nafuu wakati huu wanahangaika na makazi yao. Mheshimiwa Spika, swala la kilimo, hakuna mtu ambaye hajui kwamba nchi yetu 75% ni wakulima. Lakini swala hili mimi naona kwamba serikali sasa ameachia usimamizi wa kilimo, wameachia vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika ambavyo havina uwezo wa kulisimamia. Mfano, kwa swala la kuagiza vifaa au pembejeo, wameachia vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika ndio wanaoingia mikataba na masuppliers wa pembejeo hata kwenye mauzo. Mimi naona jambo hili kwamba serikali bado, kama mtaamua kuachia vyama vya ushirika wasimamie kilimo, basi tutaendelea kusuasua katika kilimo. Mfano mzuri, mwaka huu kwenye zao la korosho tumechelewa msimu, tumeanza kwanza msimu mwezi moja, wakati korosho wakulima washaanza kuzivuna tangu mwezi wa 8. Jambo hili kwenye vyama vya ushirika, matokeo yake tumechelewa kwanza msimu mpaka mwezi wa 11, mpaka leo wakulima bado wana korosho. Je, serikali ipo tayari kusimamia mazao haya badala ya kuacha vyama vya ushirika? Mheshimiwa Waziri wa Kilimo mwenyewe majibu ya swali hilo. Serikali mko tayari? Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kuchauka kama ifuatavyo. Kwanza, si kweli kwamba tumeachia vyama vya ushirika kusimamia mazao. Mazao mengi, hasa mazao ya kimkakati, yanasimamiwa na bodi za mazao, ikiwemo bodi ya korosho, na vyama vya ushirika vimekuwa vinakusanya hayo mazao na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza kwa niaba ya wanachama, si kwamba vinasimamia. Na hili tutaendelea kulifanyia kazi na tutaendelea kulisimamia hivyo. Lakini nitaka kusema tu kwamba Mheshimiwa Spika, kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, tunataka mazao yote, pembejeo zote, kuanzia mbegu, mbolea, viwadudu, hivi vyote vitakuwa vinasambazwa na sekta binafsi katika maeneo yote. Na tunataka Watanzania watumie fursa hii kuona kwamba sasa ni wakati mwafaka. Kuna fursa ya kupeleka viwadudu vya korosho, kuna fursa ya kupeleka viwadudu vya pamba katika maeneo yote, iwe ni kahawa. Tunataka visimame vyenyewe, sekta binafsi isambaze vitu vyote hivyo badala ya kutegemea serikali. Serikali sisi tutasimamia kuratibu maendeleo ya zao na namna ya kutafuta masoko, lakini sio kusambaza pembejeo. Ni fursa kwa Watanzania. Kwa hiyo niwaombe tu Mheshimiwa Kuchauka na Watanzania wote wanaotaka kusambaza sarufa huko kwenye zao la korosho, wanaotaka kupeleka viwadudu huko kwenye pamba, wanaotaka kupeleka kwenye kahawa, kwenye tumbaku, sio vyama vya ushirika, ni sekta binafsi. Sisi tutasimamia ubora wa usambazaji wa hivyo vitu ili viwafikie wakulima. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nashukuru sana na niombe Watanzania wachukue nafasi hiyo. Asante sana, ni fursa muhimu hiyo. Mheshimiwa Margaret Sita, swali fupi sana. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona.
pamoja na kwamba serikali ya awamu ya 5 inahimiza sana kilimo, serikali inasemaje kutokana na zoezi linalowavunja moyo wakulima wa Urambo ambao zoezi linaendelea sasa hivi la wakulima kunyang'anywa mali zao, nyumba zao na wengine mpaka wamekimbia miji yao kutokana na madai kwamba waliuza isivyoamini wao mauzo ya tumbaku wa mwaka 2016-17. Serikali inatoa kauli gani kuhusu zoezi linalowavunja moyo wakulima wa Urambo? Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, majibu ya swali hilo muhimu la watu wa Urambo. Mheshimiwa Spika, namwomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Margaret Sita hapa nchini, ikiwemo eneo la Urambo. Kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika waliingia kwenye matatizo kwa sababu waliuza tumbaku ya wananchi bila kufuata taratibu, na walikorudi na wafanyabiashara, na hivyo kuathiri bei ile ambayo ingetokana na soko. Kutokana na hali hiyo, tulikabidhi taarifa kamili ya ukaguzi kwenye TAKUKURU ili TAKUKURU wafuatilie viongozi mbalimbali wale ambao walikiuka maadili ya viongozi na ambao hawakusimamia mazao sawasawa, wakasababisha hasara kwa wananchi na kwenye vyama vya ushirika. Hilo zoezi linaendelea nchi nzima, wale viongozi wote wanakamatwa na TAKUKURU. Lakini kwa kuwa wamesema wananchi wanakamatwa, TAKUKURU sidhani kama wanakamata wananchi ambao hawakuvunja hizi taratibu, ila kama kuna tatizo kama hilo, sisi tutafuatilia sasa hivi, tutaongea na viongozi wa TAKUKURU ili watuambie ni kitu gani kinachoendelea kwa wananchi wa Urambo, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunashirikiana na TAKUKURU na kuchukua hatua kwa wale ambao ni wabadhirifu badala ya wananchi wa kawaida wale ambao ni wakulima. Asante Mheshimiwa Spika. Baada tuko Wizara ya Kilimo, swali la Mheshimiwa Dr. Pudensiana Kikwembe. Je, serikali inasema nini juu ya ucheleweshaji wa pembejeo za kilimo hasa mbegu na mbolea ambazo huwasababishia wakulima hasara? Swali hilo linaelekezwa Wizara ya Kilimo na linakwenda kujibiwa na Naibu Waziri wa Kilimo Omar Mgumba. Tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Pudensiana Wilfred Kikwembe, mbunge wa jimbo la Kavuu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, upungufu wa mbolea nchini umechangiwa na sababu mbalimbali ikiwemo kuchelewa kupatikana kwa mahitaji kutoka kwa makampuni ya mbolea hapa nchini, kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kutokana na bei nzuri ya mazao kwa msimu wa 2018-19, kuongezeka kwa kilimo cha kibiashara baada ya serikali kuhakikishia wakulima kuwa haitafunga mipaka na kuingilia upangaji wa bei za mazao ya kilimo, na kwa kuwepo kwa mvua nyingi ambazo zimesababisha kuongezeka kwa viwango vya matumizi ya mbolea kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika msimu wa 2019-2020 upatikanaji wa pembejeo zikiwemo mbegu bora hadi kufikia Disemba 2019 ni tani 71,155.13. Kati ya hizo tani 58,503.9 zimezalishwa nchini na tani 5,175.79 zimeingizwa kutoka nje ya nchi na tani 7,469.44 ni bakaa ya msimu wa 2018-19. Aidha, upatikanaji wa mbolea hadi kufikia tarehe 30 Januari 2020 ni tani 410,499 zikijumuisha tani 92,328 za urea na tani 84,311 za DAP. Kati ya hizo tani 225,417 zimeingizwa kutoka nje ya nchi, tani 16,685 zimezalishwa ndani ya nchi na tani 168,397 ni bakaa ya msimu wa mwaka 2018-2019. Mheshimiwa Spika, kutokana na kuwepo kwa upungufu wa pembejeo nchini, serikali imechukua hatua mbalimbali za kuhakikisha pembejeo zinapatikana kwa wingi ili kutosheleza mahitaji ya ndani ya nchi. Hatua hizo ni pamoja na kutoa vibali kwa wasambazaji wakubwa wa mbolea
kuagiza mbolea nje ya mfumo wa BPS kutokana na mahitaji ya wakulima wa soko, ambapo tani 200,000 zimeagizwa na hadi kufikia tarehe 30 Januari mwaka 2020 kutoa kibali cha kuagiza tani 45,000 kwa Umoja wa Wasambazaji na Wauzaji wa Pembejeo za Kilimo nchini na kuagiza mbolea tani 43,000 kwa kutumia mfumo wa BPS, ambapo mbolea hiyo imeanza kuingia nchini na kusambazwa tangu tarehe 28 Januari 2020. Aidha, serikali kwa kushirikiana na wadau inaendelea kuboresha mifumo ya uzalishaji, udhibiti na usambazaji wa pembejeo nchini, ambapo sekta ya umma na binafsi zitashirikishwa na kuhamasishwa kuzalisha pembejeo nchini ili kukidhi mahitaji. Mheshimiwa Kikwembe. Asante Mheshimiwa Spika kunipatia nafasi niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na juhudi nzuri za serikali kutaka kuhakikisha wananchi wanapata mazao yao pindi wanapokuwa wamelima vizuri, lakini nipenda kujua, je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inafanya utafiti wa kutosha kuhusiana na mbegu, aina ya mbegu na aina ya mbolea pamoja na aina ya udongo wa sehemu husika, ili wananchi waweze kulima vizuri na wasiweze kupata hasara kutokana, hasa ukizingatia katika mkoa wangu wa Katavi, jimbo la Kavuu, mahindi yameenda vizuri na mvua hizi, lakini bado kuna mdudu ambaye amekuwa akishambulia mahindi na hivyo kusababisha hasara. Lakini swali langu la pili, kwa kuwa mkoa wa Katavi na mikoa mingi ya kusini magharibi ambayo imekuwa kusini ambayo imekuwa ikitajwa kama ni mikoa ya uzalishaji wa mazao ya chakula yakiwemo mahindi, mpunga na maharagwe. Je, serikali sasa ina mkakati gani hususan katika mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba inafanya utafiti na introduce zao la biashara kwa wakulima wa mkoa wa Katavi ili waweze nao kutoka kwenye masuala ya mazao ya chakula waende sasa kufanya biashara katika mkoa huo? Serikali ina mkakati gani kuhakikisha kwamba watu hao wanapata mazao ya kibiashara? Asante Mheshimiwa. Majibu kwa kifupi, Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo, tafadhali. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Dr. Pudensiana Kikwembe kama ifuatavyo. Swali la kwanza, serikali kwanza tuna kituo chetu cha utafiti cha Mlingano Tanga, ambao tumekipa jukumu mahususi kwa ajili ya utafiti wa udongo, kuangalia afya ya udongo na tabaka ya udongo, ili kufahamu kwamba udongo wa sehemu husika unakubali mazao gani, una upungufu wa virutubisho vya ardhi vya mbolea kiasi gani, ili kwamba sasa kumwelekeza mkulima kulima kutokana na ekolojia ya eneo lake na mazao yanayokubali kutokana na ardhi ile. Kazi hiyo tumeshamaliza ya awali kwenye mikoa zaidi ya 16, na sasa hivi pia tumetambulisha maabara yetu kama chuo pale SUA na chuo cha Kibaha Hatari kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo niwahamasishe wakulima wote kuchukua nafasi hii pindi kwamba kwenye kilimo cha biashara ni vizuri kufanya utafiti wa udongo kabla ya kulima, kwa sababu ardhi imeshachakaa sana. Swali lake la pili kuhusu mkakati wa serikali tuliokuwa nao kwa ajili ya kutambulisha mazao ya biashara katika mikoa ya nyanda za juu, hususan katika mkoa huu wa Katavi. Kwanza nimwambie kwamba ni swali zuri sana la Mheshimiwa mbunge, na ni mkakati wa serikali sasa hivi kuwatengenezea wakulima kuwa na kiinua mgongo wakati wanapofikisha miaka zaidi ya 60, kwa sababu kuendelea kulima mazao muda mfupi, mahindi na mpunga, maana yake ni kuwalazimisha wakulima kulima mpaka kufa. Katika mipango hii ya serikali katika mkoa wake wa Katavi, mwaka huu tumeshaanza kuzalisha miche zaidi ya 600,000 ya korosho, na tumeshagawa sasa hivi katika wilaya Tanganyika miche zaidi ya 250,000, na tarehe 8 mwezi huu tunakwenda kugawa miche iliyobaki ya korosho zaidi ya 350,000 katika wilaya zote za mkoa wa Katavi, ili sasa kutambulisha na kuhamasisha wakulima hawa wakalima mazao muda mrefu. Lakini la pili, vile vile mwaka huu tumegawa zaidi ya miche 800,000 ya kahawa katika mkoa huo wa Katavi, na mwaka huu
uliokuja katika bajeti tumepanga uzalishaji wa kuzalisha miche milioni 1 ya kahawa, miche milioni 1 ya korosho na miche milioni 1 ya maparachichi ili kwenda kuipanda katika mkoa huo wa Katavi. Na kushukuru sana Mheshimiwa Spika. Hii ndiyo Patrick Mission High School iliyoongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha 6. Ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana 2 kwenye 10 bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa. Sasa ni miongoni mwa shule 4 tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia 20 bora kitaifa matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote. Ni shule ambayo 2018 imetoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima, na shule 2017 imetoa watoto 2 ambao wamefanya vizuri kitaifa na waliingia 10 bora. Ni 2017 hivyo hivyo. Ni shule ambayo kwa historia yake kuanzia 2009 inafanya vizuri sana katika kidato cha 5. Kwa wanafunzi wa kidato cha 5 wana fursa sasa ya kuja kuchukua fomu na kuanza kujiunga upya. Kwa karibuni wote.